Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kana wa huwa ma kana qabla khalqihi lima kana alima ma kan wa alima ma yakun wa alima ma sayakun walau kana kaifa kana yakun. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi watabiina lahum biihsan ila yaumi tanad, amma ba'du. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kutaka ziada na rehma zimwendee zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, bado tupo katika masomo yetu na somo letu la leo lina anwani ya kutafuta ubora au utukufu. Angalau utukufu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sisi tunatafuta ubora kwa watu. Kwa hiyo somo letu la leo kutafuta ubora, yani watu wa kuone bora au watu wa kuone mzuri au watu wa kuone una faida kwao au una manufaa kwao, ndio somo tutakalokuja nalo siku hii ya leo. Na somo letu litabezi katika sura 114 katika Qur'an. Ni suratu Yasin. Ni suratu Yasin, wanasema ni ummul Qur'an, mama wa Qur'ani. Katika sura hii ni mama wa Qur'ani, suratu Yasin. Hii suratu Yasin ina ubora mkubwa sana, ina mambo mengi sana, ina majambo makubwa sana, lakini leo tutazungumzia katika kupata utukufu. Leo tutaizungumzia sura hii katika upande wa kupata ubora au kupata utukufu kwa watu wa kuone unatija katika majambo. Kwa hiyo namna yake ya kufanya au namna yake ya kuisoma hii sura, utaisoma siku ya Jumapili. Utaisoma siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili manake ni kuanzia usiku wa Jumamosi, jioni ya Jumamosi ndio usiku wa Jumapili naingia. Usiku wa Jumapili ni jioni ya Jumamosi, ule ni usiku wa Jumapili mpaka utakapochumbuka alfajiri, na ile mchana wake kuanzia saa 11 hiyo mpaka saa 12 kabla halijazama jua. Hii yote tunaihesabu ni siku ya Jumapili. Kwa hiyo unaweza kusoma katika wakati wote katika siku hii ya Jumapili ukaisoma hii suratu Yasin. Kisomo chake utaisoma suratu Yasin mara 21. Ukiisoma katika kikao kimoja itakuwa bora, lakini ukiisoma kwa kuigawagawa, alimradi kwamba katika siku ile ya Jumapili huo umemaliza hizi mara 21, itakuwa bora zaidi. Kwa hiyo utakuwa unaisoma, ukiweza kusoma katika kikao kimoja mara 21 itakuwa bora zaidi, lakini ukaisoma kwa kuigawagawa katika siku nzima ya Jumapili itakuwa ni bora, nayo Mwenyezi Mungu atakufanyia jambo lako. Lakini manuizo yake ni kumuomba Mungu akupe ubora katika majambo yako, akupe ubora katika hali yako, na akupe ubora watu wa kuone mtu katika watu. Kwa hiyo utaisoma mara 21, lakini iwe ni siku ya Jumapili. Utaisoma mara 21. Haizingatiwi ni asubuhi au usiku au mchana au jioni, lakini alimradi iwe katika siku ya Jumapili. Utaisoma hii suratu Yasin mara 21 inshallah. Kwa idhini yake Mwenyezi Mungu atakufanyia majambo na utaonekana bora katika bora, na utaonekana mtukufu katika utukufu inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.